شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى kwa risala ambayo huwa inafahamika wajibu al-abdi idha amarahu Allah bi amri. Hii ndio risala ambayo tutakayokuwa tunaishi nayo kwa muda huu mfupi insha Allah tabaraka wa taala. Muallif wa risala hii maarufu ladaikum, maarufu sana kwenye hasa haifichikani taarifu yake kwa mtu yeyote ambaye anayejinasibisha na manhaji ya Ahlusunna wal Jamaa, khasatan li talib al-ilm. Muallif rahimahullah ta'ala kwa tarjama yake fupi anaitwa Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Amma kuzaliwa kwake Sheikh huyu imamu da'wa alizaliwa mwaka 1115 Hijiria. Mwaka 1115 Hijiria, ikiwa inawafikiana sawasawa na mwaka 1206 Miladia. Ikiwa inawafikiana na mwaka 1206 Miladia. Na Allah tabaraka wa taala alimbariki umri wake akaishi kwa muda wa miaka 88. Yad'u ila Allah wa yujahidu bihi. Umri huo wote ikawa analingania kwa Allah tabaraka wa taala bitauhid al-khalis, lakini akifanya jihad fi sabilillah mpaka Allah tabaraka wa taala alipompa tawfiki ya kudhihiri kwa da'watu salafia. Hakadha na mauti wake ulimdiriki mwaka 1206, mwaka 1206, mwaka 1206 Hijiria. Kuzaliwa ilikuwa mwaka 1115 ambao unawafiki mwaka 1703. Khata kwa taarifa ile ya kwanza. Mwaka 1115 Hijiria sawa sawa na mwaka 1703 Miladi. Na kufa kwake ilikuwa mwaka 1206 Hijiria sawa sawa na mwaka 1791 Miladi. Rahimahullahu ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Tayeb, risala hii kama tulivyotangulia kusema inaitwa wajibu al-abdi idha amarahu Allah bi amri. Wajibu wa mja pindipo atakapoamrishwa na Allah tabaraka wa taala amri ya aina yoyote ile. Hili ndo jina ya hii risala, ndo unwani ya risala hii. Kwa hiyo Sheikh rahimahullah amekusanya kanuni, sharti, taratibu ambazo unatakiwa ulazimikiane nazo wakati unapokusudia kutekeleza amri yoyote ile iliyothibiti.
yani amri yoyote ile. Allah aliposema wa aqimis salah, idumishe salah, basi amri hiyo ili upate kuitekeleza inatakikana uthibiti na haya mambo ambayo rahimahullahu ta'ala atayataja katika risala hii ambayo iliyokuwa kasira. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى amesema muallifu rahimahullahu ta'ala bain Muhammad bin Abdul Wahhab idha amara Allah li'abda bi'amrin, pinda atakapoamrisha Allah tabaraka wa ta'ala kumwamrisha mja wa aina yoyote yule, bi'amrin, kwa amri ya aina yoyote ile, wajaba alayhi fihi sab'u maratiba, inawajibika juu yake huyo mja wakati wa utekelezaji wa hiyo amri ya Allah tabaraka wa taala awe na martaba 7, awe na kanuni 7, mambo yanayomuongoza 7 ili apate kutekeleza amri hiyo. Wa illa fal amru batil, na kama haya mambo hayatokutikana kwa huyo mja, hata kama atatekeleza hiyo amri aliyotekeleza, itaonekana ni habaa manthura. Asallallahu salama wa tawfiq. Idha amara Allahu al-'abda, pinde Allah tabaraka wa taala atakapoamrisha kumwamrisha mja, wajaba alayhi, inawajibika juu yake huyo mja, fihi, katika utekelezaji wa hiyo amri, 7 maratiba, martaba 7 anatakikana akutikane nazo wakati anakusudia kuitekeleza amri ya Allah. Kwa hiyo tuwe makini, kwa sababu la shaka, hakuna shaka kwamba ahlus sunna wal jamaa ni watu ambao pekee katika uso wa ardhi wanejipamba katika utekelezaji wa amri ya Allah, hali ya kwamba wanawafikiana na maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tuwe makini. Al-ula, jambo la kwanza ambalo anatakikana mja lazima awajibike kuwa nalo wakati anakusudia kutekeleza amri ya Allah, al-ilmu bihi. Jambo la kwanza, awe na maarifa juu ya hicho anachoamrishwa. Yani Allah tabaraka wa taala akikuamrisha amri aina yoyote ile, iwe imethibiti ndani ya Qur'ani au imethibiti katika sunna, basi jambo la kwanza juu yako uwe na maarifa juu ya kile ambacho ulichoamrishwa. Aqimi sala, dumisha swala, simamisha swala. Kabla hujaenda kutekeleza hiyo swala, hakikisha unayo maarifa, unayo ilmu kuhusiana na hiyo swala. Wala ilmu naqiru bijahli, na ifahamike kwamba ilmu ni dhiddu lijahli. Ilmu maana yake ni kinyume na mtu kupumbazika na hicho kitu, ay idraku shay'in ala haqiqatihi. Ilmu ni kukidiriki kitu katika uhalisia wa kitu hicho. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akikuamrisha kufunga, hutakikani kufunga, jambo la kwanza kabisa unatakiwa ufahamu funga ni nini, daraja zake zikoje, mawani zake zikoje, wakati gani funga inabatilika, na kila kitu ambacho kinachohitajika katika funga. Hali kadhalika wasala, wazaka, walhajj wa ghairu dhalika min alibadat. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo analowajibika nalo mja wakati anapoamrishwa na Allah tabaraka wa taala amri ya aina yoyote, ala ilmu bihi, awe na ilmu. Wala ilmu idha utliqa, lakini fahamu kwamba ilmu pindipo inapoatilika bila ya kuwekewa idhafa, yuradu bihi ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla, kama arrafahu al-muallif fi usul thalatha. Na ilmu ikiachiwa kwa itlaq kama ilivyokuja wala ilmu bihi,
bila kukaidi kwamba wal ilmu kadha, ilmu hirasa, ilmu atarbiya, ilmu siha, ilmu kadha, alhandasa, ikiachwa bila ya kukaidiwa, ikaachiwa itlaq, ilmu inayekusudiwa ni maarifatullah, kumtambua Allah, wa maarifatu nabihi, kumtambua mtume wake, wa maarifatu dini alislami bil adilla, na kutambua dini ya Kiislamu kwa hoja, kama alivyoielezea muallifu katika risala yake nyingine ambayo inafahamika kwa al-usulu thalatha. Kwa hiyo jambo la kwanza unalotakiwa kuwa nalo wakati unajiandaa kutekeleza amri ya Allah, al-ilmu bihi, uwe na maarifa juu ya hicho unachokwenda kutekeleza. Na kama hukitambui wala una haja ya kutekeleza, kwa sababu hata kama ukitekeleza fa amruhu habaa manthura, itakuwa amri ya Allah kwako wewe ni batil, kwa sababu hakuna amri kumwamrisha mtu ambaye hicho kitu hakifahamu wala hana uwezo wa kutekeleza. Yani mfano leo uamrishwe nenda mbinguni, hiyo amri ni batili, ufanye usifanye. Fahimtum bihadha? Athani, jambo la pili, wa mahabbatuhu, na kukipenda hicho kitu ambacho Allah amekiamrisha. Yani uwe na rahaba, uwe na hobi ndani ya moyo wako juu ya hicho ambacho Allah amekiamrisha. Wal mahabba naqidul bughd, nafahamu kwamba mahabba ni dhidul bughd, ni kinyume cha kitu kuwa nacho na chuki. Kwa hiyo unapoamrishwa amri ya aina yoyote, baada ya kwamba tayari umekwisha fahamu ulichoamrishwa, jambo la pili uwe na mahabba juu ya hicho kitu ambacho unachokusudia kukitekeleza. Wal mahabbatu shar'an, na mahabba kisheria, hapa muallif anachokusudia anasema mailu ila shay'in saru, ni mtu kumili moyo wake, au mailun nafsi, ni kumili nafsi yako ila shay'in saru, katika kitu ambacho huwa unakipenda, ukikiona huwa kinakufurahisha. Kwa hiyo katika amri ya Allah hakutakikani uwe unaielekea amri ya Allah hali ya kwamba unaichukia. Hata kama utaitekeleza, amri hiyo itakuwa kwako imeporomoka, haina malipo, haina maana, hutohesabika kwamba katika watekelezaji. Kwa hiyo jambo la pili, al-mahabba, ni kuwa na mapenzi kwenye hicho kitu ambacho Allah tabaraka wa taala amekuamrisha. Athalith, jambo la tatu, al-azmu ala al-fi'l, uwe na azma, uwe na makusudio juu ya kukifanya kitu hicho kabla hujafanya. Yani moyo wako baada ya kuwa una ilmu nacho, una mapenzi nacho, lakini uwe unakusudia kukifanya. Na hapa anatoka mukrihu, yoyote ambayo atakaye kuwa amelazimishwa kufanya jambo, hata kama jambo amelazimishwa akalitekeleza, lakini wakati analitekeleza moyo wake hauna rahaba juu ya kitu hicho, huyo hata kama akitekeleza jambo hilo mbele ya Allah tabaraka wa taala, hukumiwi kwamba ametekeleza amri hiyo. Mfano, sisi tunao ahali zetu kwa majumbani, piga mfano wa karibu. Yamkini ahali yako wakati unamuoa hakuwa msaliji aslan, lakini alitamani kuolewa, akaolewa na wewe. Wakati uko naye, unaishi naye, wewe upo kuja safiri, ni mtekelezaji wa maamrisho ya Allah, lakini unapoondoka yeye si mtekelezaji. Yani kama swala anazipaki pembeni mpaka wewe urudi, kwa sababu anaswali kwa sababu yako. Ukiondoka anapata fursa ya kupumzika. Huyu haswali wala hatekelezi amri za Allah tabaraka wa taala, hali ya kwamba akiwa ana azmu ya kufanya kitu hicho, anatekeleza kwa sababu ya kukuogopa wewe. Hata wewe kama utakuwa hutekelezi maamrisho ya Allah kwa sababu lazima kupatikane msukumo wa fulani, hali kadhalika utakuwa hauna azma ya kutekeleza ndani ya moyo wako. Hata kama utatekeleza, matekelezo yako yatakuwa habaa manthura.
Yani mfano wa karibu ni hawa ambao tunaowaona madarwishi mitaani ambao wanamasi shaitani, wamesibiwa na mashaitani wakawalazimisha watekeleze amri za Allah. Utekelezaji wao unakuwa habara manzura la tukubali inda Allah, kwa sababu wenyewe inawezekana kabla ya kupatwa na kuwa udarweshi ilikuwa si watu ambao wana azma ya kutekeleza amri za Allah. Hali kadhalika mtu akisibiwa sio na jini ruhani, anaamrisha mambo mema, akiyatekeleza hayo mambo mema, ibada zake, amri hizo anazozitekeleza hazikubaliki mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu moyo wake haukuwa na azma, anatekeleza kwa sababu ya shinikizo la kitu fulani. Kwa hiyo jambo la tatu, kabla hujatekeleza uwe na azma ya kutekeleza. Arabia, jambo la 4, wal amal, utekelezaji sasa wenyewe wa hilo jambo, lakini utekeleze ala wajhi al-matlubi shar'i, uwe umelitekeleza hilo jambo katika wajhi unayetakiwa kisheria. Kama swala, uanze wewe uwe tahara, nguo zako ziwe tahara, mahala utakaposwali pawe tahara, shurutu za swala ushikamane nazo, arkanu za swala zitimie katika swala, sunanu swala ziwepo, wajibatu swala ziwepo. Alafu kitu kingine huko tutakuja kutaja, uwe na ikhlas na mutabaa. Kwa hiyo al-amal ufanye, lakini utekelezaji wa hilo jambo alilokuamrisha Allah tabaraka wa taala liwe ala wajhi al-matlubi shar'i, liwe katika njia ambayo imewekewa kisheria katika utekelezaji ambao wewe utakuwa unatekeleza. Al-khamis, twende mbio kwa sababu muda ni mchache na risala kidogo ina peji 2. Al-khamis, jambo la 5 ambalo unawajibika nalo, lazima uwe nalo wakati wa kutekeleza amri ya Allah, kaunuhu yaqa'u ala al-mashru'i khalisan was-sawaban, kuwa kwake hiyo amri ambayo unataka kuifanya, kaunuhu, kuwa kwake hiyo amri unataka kuifanya, yaqa'u ala al-mashru'i, iwe imetuka katika njia ya kisheria, iwe imepatikana utekelezaji wake katika njia ya kisheria, tena khalisan, iwe na ikhlasun niyya, ay la yakunu illa lillah. Wakati unafanya hicho unachokifanya katika amri ya Allah kiwe khalisan, ay la yakunu illa lillah subhanahu wa ta'ala, kisiwe unakifanya isipokuwa kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah. Sawaban, ay an yakuna wifqan li sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, hicho pia kiwe na sawabu, kiwe kimepatia, na hakuna kupatia katika matendo isipokuwa hayo matendo yawe yamefundishwa na nyenendo za Mtume sallallahu alayhi wasallam, qawlan au amalan. Sawa sawa, iwe Mtume amefundisha kwa maneno au kwa matendo. Kwa hiyo chochote tutakachokifanya katika ibadati, katika amri za Allah, kiwe khalisan, ay an yakuna ikhlasa lillahi subhanahu, kiwe na utakasifu wa kumtakasia Allah peke yake, lakini kiwe sawaban, ay waqan likitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tila ala fahmi salafi al-umma, matendo yawe yamewafikiana na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Si mafundisho tu kwamba umejiokotea huko adilla maneno ya Mtume, hapana. Ufahamu uwe ufahamu unayotokana na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, kwa sababu tukiachiliwa sisi ufahamu wetu, kila mmoja atahukumu adilla na hujja kutokana na akili zake. Mfano, Qur'ani al-Karim imetaja jadon katika Qur'ani, ikiwa inakusudiwa maana tofauti. Qur'ani al-Karim, ndani ya Qur'ani imetaja neno dharaba likiwa linakusudiwa maana tofauti. Si kila utakapoona dharaba katika Qur'ani maana yake ni kupiga. Sasa tutajuaje siyaki ya aya na ufahamu wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in? يقول سبحانه: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح
an taqsuru min as-salat, pindipo mtakapodharibu fil ardh, idha darabtum fil ardh, pindi mtakapopiga katika ardhi. Kwa hiyo daraba hapa si maana kupiga, daraba hapa maana yake al-mashi. Idha mashaitum, pindipo mtakapotembea. Kwa haya tutayafahamu vipi? Ni pale tutakaporejesha hujja, adila, Qur'ani, sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Allah tabaraka wa taala ametaja mkono ndani ya Qur'ani, ikiwa anakusudia kutoka hapa mpaka hapa, na ikiwa anakusudia kipengele kiganja. Utajuaje kwamba huu mkono ni hapa, mkono huu ni hapa? Baada ya kuwafikisha hiyo adila katika ufahamu wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Kwa hiyo jambo la tano, rahimahullahu ta'ala anasema kaunuhu, kuwa kwake hicho kitendo utakachokifanya, yaqa'u ala al-mashru'i, kiwe kinapatikana katika njia ya kisheria, khalisan, tena kiwe an yakuna lillahi subhana, kiwe unakusudia radhi za Allah tabaraka wa taala, tena sawaban, na kiwe kimewafiki sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na jambo la sita akasema tahdhiru min fi'li ma yubtiluhu, pia uwe na tahadhari baada ya kukifanya. Umefanya liwajhillahi alkarim, uwe na tahadhari kunako mambo yanayobatilisha jambo hili. Yani ukifanya jambo pia haitoshi tu ili jambo lionekane lina thawabu ambayo itakunufaisha fi dunia wal akhirah. Uwe na tahadhari na mambo ambayo yanaporomosha hayo majambo uliyoyafanya. Fanuria, ujiepushe nayo katika utendaji. Alman, usimuliza na kuwabeza watu, uachane nalo. Si kwamba leo umetoa basi kila unapopita wewe unapita unajinanga, unajitangaza. Ile mimi ukiona kanzu nzuri jua ndio mimi, kazi zangu hizi. Yule ustazi nimemweka, yani yule yuko mfukoni mwangu bana, hatoki hapa ndo maisha yake yanapatikana hapa. Haya mambo yanabatilisha a'mala salihah. Hali kadhalika uache kufanya jambo ambalo taaqubuhu, kinyume chake, nyuma yake ya akuluhu, huwa linakula hizo thawabu ulizozifanya. Yani mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna sayyi'atan ta'kulu hasanatan kama ta'kulu narul hataba, hakika ya matendo maovu, maasiya, madhambi huwa yanakula mambo mema kama vile moto unavyokula ukuni. Kwa hiyo ukifanya jambo la khairi, tahadhari nyuma yako ukafanya jambo la maasiya. Yani leo umetoa sadaka, kesho unaenda kuchukua riba. Arriba yaakulu sadaka. Umeswali kidogo unaenda kuzini, azina yaakulu sala. Kwa hiyo uwe una tahadhari na kila jambo ambalo litakuwa ni sababu ya kubatilisha matendo uliyoyafanya. Hilo jambo la ngapi? 6. Jambo la 7 na la mwisho, athabatu alayhi. Athabatu alayhi, uwe umethibiti katika hilo jambo. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama anatuambia Allah tabaraka wa taala anapenda matendo ya mja hata kama yangekuwa machache, lakini akawa anathibiti kwenye matendo haya. Na adilla na hoja ziko nyingi katika hilo. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu amebashiriwa pepo wakati anatembea katika ardhi. Anatembea katika ardhi, analala na amka, anakula na anajaa, lakini mubashirun bil janna. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam safari yake Mi'raj, wakati anakagua pepo, akasikia kama kuna mtu amevaa kubazi anatembea kwenye pepo, lakini kila kichunguza haoni mtu. Lakini michakato ya kubazi ambazo zimevaliwa na mtu anayetembea anaisikia. Mtume akashangaa, lakini akamuuliza sahiba wake Jibril,
alayhi salatu wassalam. Akamwambia, kwani nani nasikia michakato ya kutembea? Akamwambia, huwa Bilal, huyo ni Bilali. Wa hadhihi jannatuhu, na hii bustani unayoiona ndo bustani yake aliyoandaliwa na Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya kama ngawira ya safari yake. Aliporudi baada ya mapumziko, akamkabili Bilal, akamwambia, Bilal, nimefika kule juu ya mbingu, wakati nakagua pepo nimeonyesha eneo lako la pepo na nikasikia michakato yako unatembea kwenye pepo. Hivyo una nini wewe Bilal? Unafanya nini ewe Bilal? Bilal ni rajulun dhaifu wallah, su'uluk laysa lahu malu, kana abidun, kana abdun. Bilal ni mtu dhaifu, mnyonge, hana mali wala tena alikuwa mtumwa. Anamhoji kwamba nini Bilal unafanya? Mpaka nimeona eneo lako kubwa la pepo. Bilal katika kujieleza kwake akasema, mimi sifahamu kama nina ziada ya yale ambayo yule kuamrisha, isipokuwa mimi kila nikichukua udhu ninasali raka mbili. Mtume akamwambia, hakaza, hicho ndio kinachokupelekea wewe kubashiriwa nini? Kubashiriwa nini? Kwa asaba, watu wathibiti katika matendo mema wanayoyafanya hata kama lingekuwa dogo. Kwa hiyo Allah akikuamrisha jambo hilo liloamrishwa na Allah, thibiti katika jambo hilo katika utekelezaji wake. Usiyumbe yumbe, leo umefanya kesho umeacha, kesho kutwa wewe thibiti. Yani kama wewe ni bingwa wa tahiyatul masjid, hata sunna nyingine zikukose, wewe kubali kila utakapoingia msikitini ugonga tahiyatul masjid. Thibiti na hilo, la'allaka tuflihu, wenda unaweza ukafaulu kwa hilo. Sababu la yadkhulu ahadukum aljanna bikathrati a'malihi, haingii mmoja wenu peponi kwa kukithiri matendo yake mengi aliyoyafanya, illa in tahammadahu Allah bi rahmatihi, isipokuwa Allah tabaraka wa taala atakapokuwa amemfudikiza na neema zake. Sasa ufahamu neema za Allah, atakukirimu na mapenzi yake atayashusha ukiwa katika ibada gani. Haya mambo saba yoyote katika sunniyu salafi, yoyote katika muislamu analazimika awajibike nayo wakati anapoenda kutekeleza amri yoyote ya Allah. Sawa sawa amri hiyo ni sunna, sawa sawa amri hiyo ni faradhi. Waqala rahimahullah, kisha akasema rahimahullah, idha arafa al-insanu, pindi atakapotambua mwanadamu huyo aliyoamrishwa na Allah tabaraka wa taala, ambaye analazimika ashikamane na hayo mambo saba wakati wa kutekeleza amri hiyo. Idha arafa al-insanu, pindi atakapotambua mwanadamu anna Allah amara bitawhid, hakika Allah tabaraka wa taala ameamrisha tauhid. Ma huwa tauhid? Huwa ifradullah. Tauhid ni kumpwekesha Allah tabaraka wa taala bil ibada, katika ibada sawa sawa, iwe ibada tu qawliya, iwe ibada tu qalbiya, iwe ibada tu jismiya, au iwe ibada nyingine za aina yoyote. Wanaha ani shirk, lakini pia akatambua kwamba Allah tabaraka wa taala amekataza shirk, wa shirku huwa ibadatu ma'ahu ghairi. Shirki kiufupi ni kumwabudia Allah tabaraka wa taala na kitu kingine chochote ambacho hakistahili kuabudiwa. Sawa sawa awe mwanadamu, awe malaika, awe mtume, awe jini, iwe banda, kitu chochote, kaburi. Ukifanya hivyo umemshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kuchukua ibada, sarfu ibada ila shay'in khairillah subhanahu, ni kuchukua ibada ukaielekeza kwa kitu kisichokuwa Allah. Hiyo ndio shirki. Hata mwanadamu atakapotambua kwamba Allah ameamrisha tauhidi, wanaha ani shirki, na akakataza kunako shirki, au arafa, au akatambua anna Allah ahalla al-bay'a, hakika ya Allah tabaraka wa taala ameharamisha biashara kwa aina zake zote tisa.
akafahamu hilo kwamba Allah amehalalisha biashara kwa aina zake zote, tisa za biashara. Hizo mtazisoma huko katika vitabu vya fiqh huko, aina tisa za biashara ambazo 8 ni sahihi, aina moja ni haramu. Ukafahamu hivyo. Waharama riba, pia Allah tabaraka wa taala ameharamisha riba. Ukatambua kwamba Allah ameharamisha riba, ukatambua hivyo. Na riba ni jambo la hatari mno. Ingawa jamii ya Kiislamu na baadhi ya watu ambao wamejivesha sura ya Kiislamu huwa wanawaingiza Waislamu na kuwalingania wale riba kwa milango ambayo imefichikana, lakini hatari ya riba hujawahi kuifikiria katika kichwa chako hata siku moja. Wewe kumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ahwan, yani adhabu iliyokuwa ndogo ya mtu mwenye riba, adhabu iliyokuwa ndogo kabisa ya mtu mla riba, yani huyo ndo amepata yani wenzie wala riba wenzie wanasema kwani jamaa si afadhali ungemwacha tu bana, hiyo ndo adhabu gani amepewa? Mithlu an yantiha ar-rajulu ummahu, yani mfano wa riba madhambi yake sawa mtu kujamiana na mama yake mzazi. Hiyo ndo adhabu ndogo. Hiyo kubwa yake ikoje? Yani riba ubaya wake, madhambi yake, dhambi ndogo kabisa ambayo huyo ni ahwan, ni mtu ambaye anataka ndogo kabisa la dhambi, mpaka wanariba vigogo wasema yule sengeachiwa kwa sasa ndo adhabu gani anapewa? Yani mfano mhukumiwa kutandikwa viboko 100 kila mmoja, tandikwa sana mpaka mwili unanyong'onyea, alafu kunapatikana mmoja kiboko amehukumiwa kimoja, alafu kiboko chenye kimoja amefanya hivyo, aambia tayari ni mtu hesabia ameadhibiwa. Hasa Mtume anasema mla riba wa daraja la chini kabisa, dhambi zake sawa na mtu kumchumbia mama yake akamuoa na akafanya naye jimai mkewe. Yani ashaddu adhaba fi zina hiya ahwanu adhaba fi riba, yani daraja la juu kabisa katika uzinifu, kwa sababu hakuna bingwa ambaye ana daraja la juu katika uzinifu kumshinda mtu ambaye amezini na maharimu yake, mama yake, dada yake, mwanawe mzazi. Hawa ndio daraja kubwa la uzinifu, hakuna zaidi ya hapo. Hasa daraja kubwa la uzinifu sawa yake ndio daraja ndogo kabisa la riba. Kwa hiyo wewe kukopa bilioni 10 au bilioni 100 za mkopo, yani afadhali mtu ambaye amemzini mama yake, kamzini dada yake, kamzini shangazi yake, kamzini mama yake mdogo, bibi yake na mwanawe mzazi. Huyo ni afadhali dhambi yake kuliko wewe. Sisi Waislamu wana matatizo gani ya Rabbil Alamin? Haya, subhanallah, watu wanalingania wazi kabisa kula riba. Tena wengine ambao mimbani jiritatina, wengine ni Waislamu kama sisi. Si mliingizwa hapa katika vichochoro vya riba, sio kutaiba, sio masako sigani, watu wakalingaliwa wakala riba. Na kama sijui kama miji yenu hakuna vitu kama hivyo, kutaiba ipo hapo? Hamna. Mmekimbiza au haijafika? Tahadharini na vitu kama hivyo. Kwa akafahamu kwamba anna Allah harama riba, au arafa au akatambua anna Allah harama akala mala al-yatim, Allah ameharamisha kula mali ya mtoto yatima, wa ahalla liwalihi, lakini pia Allah akahalalisha kwa mtu anayemlea mtoto yatima ndo walihi, an yaakulu bil ma'ruf, ale hiyo mali ya mtoto yatima kwa wema. Mtoto yatima akiwa mikononi mwako na ameachiwa mali, wewe mali hiyo ni haramu kuila ala al-itlaq, kwa sharti uwe wewe huna uwezo zaidi ya huyo mtoto na ule kwa wema. Sasa wangapi wanadhulumu watoto mayatima mali zao? Hayo ukiyatambua hayo, au arafa anna Allah la in kana fakira,
wa ahalla liwalihi an yaakulu bil ma'ruf, na kahalalisha kuliwa mali ya yatima kwa wali wake, tena ale kwa wema. In kana faqira, ikiwa huyo wali wake wa huyo mtoto yatima ni nani? Faqir. Wajaba alayhi an ya'lama al-ma'mura bihi, sasa ni wajibu juu yake huyo insan an ya'rifa, an ya'lama, atambue al-ma'mura bihi, hicho alichoamrishwa, sawa sawa katika amri au katika nahi. Yani ukiambiwa riba, basi wajibu juu yako kwamba ufahamu kwamba Allah ameharamisha riba, ufahamu riba ni nini. Ili mtu akikwambia hii bwana ni faida lazima, hii sio nini mtaji lazima, ujue kwamba hii ni riba, hii si riba. Kwa hiyo ni wajibu juu ya huyo mwanadamu afahamu hicho kilichoamrishwa. Kama biashara, ufahamu kwamba hii biashara ni aina gani, ni halali au si halali, wakati gani hii itakuwa inafungamana na mauzo, wakati gani haifungamani, wakati gani faida hii inakuwa ni halali, wakati gani kufanya hivi ni haramu. Lazima ujue. Imam Shafi'i rahimahullah ana maneno yake basiri, anasema idha kunta fi amri fakun fi, ukiwa katika jambo fulani lazimikiana na kuwa ndani ya jambo hilo. Yani unakuwaje leo mkulima wa korosho, wala hujui korosho zinapaliliwa lini wala dawa inapigwa wakati gani? Utavuna yani mwezi wa 9 ndo unaanza kwenda kupalilia mikorosho, mwezi wa 12 ndo unaanza kupiga dawa, mwezi wa kwanza unaenda kufagilia. Utavuna korosho? Idha kunta fi amri fakun fi, ukiwa katika jambo lazimikiana kuwemo na ilmu ya jambo hilo. Sasa hapa muallif anasema hivi, wa ahalla liwalihi, la wajaba alayhi, ni wajibu juu yake an ya'lama al-ma'mura bihi, atambue hicho kitu kilichoamrishwa kwacho. Yani chochote unachoamrishwa, chochote unachokatazwa, ili utekeleze, kwanza jambo la kwanza lazima ukifahamu hicho kitu. Kwa pamoja elewana. Wayasalu anhu ila an ya'rifahu, na inatakikana ajilazimishe kuuliza ahkamu na amri zinazohusiana na jambo hilo mpaka alitambue. Wayasalu, na aulize, kwa sababu mlango wa kuuliza ni mlango wa kujitaalamisha. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Sasa wayasalu, na aulize anhu, kuhusiana na hilo jambo, ila an ya'rifa, mpaka pale atakapolitambua. Wa ya'lam, na afahamu almanhiya anhu, na yale yaliyokatazwa. Wa yasalu anhu ila an ya'rifahu, na awe anajilazimisha kuuliza mpaka kitu hicho akitambue, awe na elimu nacho. Kwa chochote utakachokifahamu, ukiambiwa riba, biashara, siju zina, siju ndoa, chochote utakachoambiwa katika taa ya Allah, jilazimishe kukiuliza na kujifundisha kitu hicho mpaka ukifahamu. Hututu kuja kwangu nataka binti, tafutie mke, baya kwa ndoa ni nini? Lazima nikuulize, ile ndoa ya binti inatakiwa kutu nini na nini, nguzo za ndoa zipi? Au ukioa, ushaoa, nishakukabidhi mke, sunna ya kwanza wewe na mke wako ni ipi? Mimi nataka mke, nenda zako bwana. Nenda zako. Taona leo hapa, kesho tutaanza kupokea makesi. Tatu, ondoka. Watu wafanye hivyo. Sisi ndio mmesoma kule kwenye usulu thalatha, kwenye kitabu gani? Kila kitabu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabii wa ma'rifatu dini al-islam bil adl. Sasa dini gani mnajifunzisha kwa hoja? Dini gani? Na ndio maana Uislamu haujamwacha salama mjinga katika nahi ya aina yoyote. Haujamwacha salama.
Yaani ukitaka uone wanaosoma dini wakorofi, wewe lazimisha na kuwa mjinga. Utawaona wakorofi mpaka dunia inakuacha. Maana kila kitakachozungumza wewe utakuwa mhusika. Kila kitakachozungumza wewe mhusika. Mwisho yote tenda kujia somo yako, hotuba za pale bwana, mimi tu ndugu yangu sijui na matatizo gani. Matatizo unayo mjinga. Fahimtu? Baik. Kisha akasema hivi rahimahullah, wa akabir dhalika bil mas'alati al-ula. Zingatia sasa katika hayo niliyokueleza mas'ala 7 hayo. Mas'ala ya kwanza wa hiya mas'alatu at-tauhid wa shirk. Nayo ni mas'ala ya tauhidi na nini? Wa shirk. Aktharu nasi, wengi katika watu, alima anna at-tauhid haqqun, wametambua anna at-tauhid haqqun, hakika ya tauhidi ni jambo la haki kisheria. Yani kumpwekesha Allah tabaraka wa taala, watu wengi wanatambua kwamba hiyo ni haki. Alaysa kadhalika? Wa shirku batilun, lakini wengi wanatambua kwamba shirki ni batili, walakin a'radu anhu, isipokuwa wanaipuuzia shirki. Wanapuuza maarifa yao waliokuwa nayo, hayakuwasaidia chochote kile. Tauhidi Allah hawampekezi, shirki ndio chocholo lao. Walam yasal, kibaya zaidi, wala hawakuuliza ahkamu ya shirki ni hivi, wakati gani ushirikina unamtoa mtu kwenye Uislamu, wakati gani shirki inapomosha matendo, wakati gani shirki haimtoi mtu kwenye Uislamu. Hawaulizi. Kipatikana mjanga anajificha ficha, anaenda kuchukua matungule, mandumba, sijui nini, anaweka ndani ya nyumba yake, anapeleka mashambani, anafanya kaza, haulizi. Madukani huko anapeleka, haulizi. Araba, watu wamepuuza. ولم يسأل نولا hawakuuliza. Waarafa anna Allah harrama riba, lakini pia watu wakatambua kwamba hakika Allah tabaraka wa taala ameharamisha riba. Wabaa washtara, wakawa wananunua na kuuza, wanauza na kununua. Walam yas'al, na wala hawaulizi kwa watu wanejua. Yani wanafahamu kwamba Allah ameharamisha riba, lakini wanauza na kununua, wala hawaulizi. Na ndio hali siku zote, hasa ahlul dusur, watu wenye chenji, kwa sababu Allah ametutihani hasa katika ardhi zetu, ingawa ndo sunna ya manabii, isipokuwa Suleiman alayhi salatu wasalam wa Daud alayhi salatu wasalam wa ghairihim min al-anbiya. Ndo sunna ya manabii kwamba watu waliofungamana na ilmu wengi wanakuwa wamefinywa katika mambo ya riziki. Hasa wapi na watu bwana, mtu mwenye pesa zake anatembea na gari mzuri aje akuulize ahkamu ya biashara. Wapi? Anataka kuongeza ofisi nyingine huko. Wapi na wapi akutafuta wewe mfundishaji akwambia, "Sheikh bwana, nataka nifungue biashara kadha pale. Hivi hukumu yake ikoje biashara ya umeme? Nataka kuuza chupi, vimini, kadha wa kadha. Hebu nipe kwanza. Ikoje?" Anapata wapi fursa hiyo? Na wewe anakuona stupid, sijui anakuona kidude gani, anakuona vipi? Kwa hiyo washtara, watu wakauza na kununua. Walam yasal, na ikawa haulizi chochote. Waarafa tahrimi akli riba, lakini akafahamu uharamu wa kula akli mali yatim, uharamu wa kula mali ya mtoto yatima. Wajawaza akli bil ma'ruf, na kujuzu kula hiyo mali ya mtoto yatima kwa wema. Wayatawalla mala al-yatim wa lam yas'al, na akawa anaitawalia, anaimiliki mali ya mtoto yatima, na ikawa wala haulizi ahkamu zake. Martaba thani, hiyo ilikuwa ni martaba ya kwanza katika zile 7. Yana anazirejea na kuzitia taariki kidogo na sharia. Martaba thani, martaba ya pili, al-mahabba. Mahabba, nini kilichokusudiwa al-mahabba? Kwamba mtu anapoamrishwa jambo la aina yoyote na Allah, anatakiwa awe na mahabba na kitu hicho. Ni mahabbatu ma anzala Allah, ni kuwa na mapenzi juu ya kile alichokiteremsha Allah tabaraka wa taala.
wa kufrun man karahu liqawlihi subhanahu, na kupingana naye, kumpinga mtu ambaye anayechukia kitu ambacho alichokiteremsha Allah tabaraka wa taala, kama Allah aliposema dhalika bi annahum karihu, hayo ni kwa sababu wao walichukia ma anzala Allah, yale aliyoyateremsha Allah, fa ahbata a'malahum, Allah akaporomosha matendo yao. فأكثر الناس na wengi katika watu lam yuhibbu rasula, wala hawampendi mtume sallallahu alayhi wasallam, bal abghadhu, bali wanamchukia mtume, wa abghadhu ma jaa bihi, na wakachukia yale aliyokuja nayo, walau arafa anna Allah anzalahu, hata kama watafahamu kwamba haya aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam Allah ndiye aliyeteremsha, watu wanayachukia. طيب المرتبة الثالثة في حركات التمييز، مرتبة الثالثة العزم على الفعل ni kuwa na makusudio ya kulitenda hilo jambo lililoamrishwa. Wakathiru minan nas, na wengi katika watu arafa wa ahabba, wametambua majambo fulani kwa ilmu yake, wa ahabba, na wakayapenda, walakin lam yahzim, wala hawakuweka azma ya kuyafanya, khawfan min taghayyuri dunyahu. Watu wengi arafa, wametambua au ametambua katika hao watu wengi, lakini isipokuwa lam ya'zam, hakuwa na azma kufanya hicho alichokitambua na akakipenda. Kwa nini? Khawfan min taghayyuri dunia, akiwa na hofu ya kubadilika na hali yake ya maisha kidunia. Anachokisema muallif kwamba watu wengi ambao wanafahamu majambo ya kisheria na ilmu yake wanayo, na yale pia wanayapenda, wanaona ni katika haki, lakini hawakuwa na azma ya kutekeleza yale waliyotambua na wakayapenda, wakiwa na hofu ya kubadilika dunia yao. Mfano, nizungumzie katika nahi ya maduati. Wakati mwingine dai anaweza kashindwa kueleza haki kwa kuogopa watu fulani, kwa sababu wao ndio wanempa mkapa shahri. Yaani utakuta katika qaimuna watu wanaesimamia majambo, yeye ndio mnyoa ndevu, ana kimada huko, sijui ana nini, hasa dai anaona sasa yule jamaa ndo anapiga hii. Sasa nikigonga hapa mada za uzinifu, akifanya hivi maisha yatakuwaje? Kwa hiyo akashindwa kutekeleza yale ambayo yeye anayafahamu na anayapenda ayatekeleze, lakini akashindwa kuyatekeleza khaufa, ikiwa anachelea, anaogopa mintaghayyuri dunia, kwamba dunia yake itabadilika. Kama alikuwa anakunywa chai, akiyafanya hayo chai hatoiona tena. Sio mnanielewa? Hata wewe yako naona nikifanya hivi bosi wangu inawezekana takuaishwa, ukawa huna azma tena ya kulifanya lile jambo, kwa sababu unakofia dunia yako itabadilika. Utatoka katika manzila ya juu, utateremka manzila ya nini? Ya chini. Ikawa sababu ya watu kuacha njia sawa sawa, kuto kutekeleza amri za Allah tabaraka wa taala. Martabatu rabi'a, martaba ya 4, al-amalu, ni kuyafanyia kazi. Wa kathiru minan nas, na wengi katika watu idha azama au amila, pinde wanapokuwa na azma wakikusudia au wakatenda kabisa, watabayana alayhi, na hilo jambo alilolitenda likabainika juu yake, man yu'azzimu, kwa mtu ambaye yeye anamtukuza, minashuyukhi, miongoni mwa mashehe, au ghairihi au wengineo, taraka al-amala,
huwa anaacha yale matendo kutokuyatenda tena. Jambo ana azma ya kulitenda au wakati mwingine amekwisha litenda, lakini kuna watu wake huko wa karibu, kuna watu ambao yeye anawaona kwamba ndio watukufu, anawataka ushauri, wao ndio wanayemsimamia majambo yake. Sasa anakuwa na hofu kwamba wakijua hiki nilichokifanya hali itakuwaje, ikawa sababu yeye kuacha kile anachokifanya. Yani mfano da'watu salafia kwenye miji mingi iliposimama, wapo baadhi ya watu ahlul khair, kutokana na madhila ambayo wamepata masalafu katika miji, walikuwa wanakusudia kabisa wafanyie khair. Mfano wametimuliwa huko msikitini, mtu anaona sasa yao kwa Uislamu, jamani mimi uwezo kujenga msikiti sinao, lakini anakwambia kwamba nikijenga msikiti kuwajengea masalafu, shekhe wangu kule atanielewaje? Yule shehe wa BAKWATA mwenyekiti atanielewaje? Mtu wangu wa karibu nikinasa na jambo langu fulani atanielewaje? Wataraka al-amal, ikawa ni sababu ya kwa watu wakaacha kufanya khairat kwa sababu ya kuogopa watu fulani, ima kwa madaraja yao au kwa msaada ambao yeye anaupata kutoka kwa watu hao, akaacha kutenda mambo ya khair. Hii ni balaa adhim, ni balaa kubwa ambalo watu hawatakikani kulifanya. La takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, msiwaogope wao, niogopeni mimi ikiwa nyie kweli ni waumini. Hili Allah tabaraka wa taala anarisarih na analkaidi kuwa ndo sharti ya kuwa na imani iliyokuwa sahihi, ni makhafata Allah subhanahu wa ta'ala. Martabatu الرابعة الخامسة, martaba ya 5, anna kathira mimman amila, hakika ya watu wengi miongoni mwa watu wanayetenda matendo ya khairi, la yaqa'u amaluhu, hayatuki matendo yao khalisan, kwa ajili ya ikhlasi ya Allah tabaraka wa taala. Fa in waqa'a khalisan, ikiwa yatakuwa na ikhlas, lam yaqa sawaba, hayo matendo hayawi yamepatia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengi katika watu wakitenda matendo yao, basi hayo matendo inakuwa hayana ikhlasi ndani yake. Wanafanya ima kwa ria, wapate kusikika, wasifiwe, kadha wa kadha wa kadha, hayawi na ikhlas. Kisha akasema fa in waqa'a khalisan, ikiwa yatatuka yatafanywa kwa ikhlasi, balaa jingine linakuja, lam yaqa' sawaban, hayawezi yakatuka hayo matendo yakawa yameambatana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayana mutabaa. Hivyo nyewe ukiwaangalia matablighi mnaowaonaje? Kweli wale mnapowaona wanapita nyumba kwa nyumba, wanaacha majumba yao, wake zao, mali zao, miji yao, wanapita wanabeba mizigo nyumba kwa nyumba, wanafanya dawa. Hivyo kweli nyewe mnadhani hawana ikhlas kwa yale wanayofanya? Hawana ikhlas. La shakka fihi, kullu al-aqili, kila mwenye akili atajua kwamba wale jamaa wana ikhlasi kweli kweli na kile wanachokifanya. Lakini fa ya subhanallah, walam yaqa sawaban, matendo wanayofanya, nyenendo wanazozifanya, njia wanayotumia haikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, haina mutabaa. Hivyo watu wa maulidi wanaacha miji yao huko, wanakusanyika huko na huko, wanakesha usiku wa manane. Kweli hawana ikhlasa katika kile wanachofanya? Kweli wanafuata mpunga? La hasha, ikhlasu wanayo. Lakini kwa nini tunasema bid'a? Kwa sababu yale matendo wanayofanya hayakuwafiki sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hili ni balaa kubwa katika jamii ya Kiislamu. Aliyofanya kwa ikhlas, ukimchunguza ameacha njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliyofanya njia ya Mtume, ukimchunguza amefanya kwa ajili ya kupata
atasifiwa. Fattaqullaha ala anfusikum, mcheni Allah tabaraka wa taala, kwa sababu sharti za kukubalika amali ndio hizi zilizotajwa katika kipengele hiki: ikhlasan, niyya wal mutaba'ata li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ni kuitakasa niyya, ufanye lillahi subhanahu ibtighaa wajhihi alkarim, lakini pia uwe unafanya kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kafundisha, kwa sababu hakuna khairi ya aina yote isipokuwa mtume kaifundisha, hakuna shari ya aina yote isipokuwa mtume kaitahadharisha. Kwa hiyo wanafanya kwa ikhlas wako wengi, lakini ukiwachunguza hayo wanayofanya hayakufuata njia sahihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na bahati mbaya inaweza kutokana kwa ahlus sunna ambao wanasimamisha matendo yao kwamba wao ni mutabaa li rasulillah, wanafuata matendo yao kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wakafanya kwa ria, suma, ujubu. Mtu anafanya ila hasikikane. Watu wafanye matendo yao wakiwa na ikhlas, lakini wafanye matendo yao wakiwa wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Hao waliobashiriwa pepo walikuwa wanaishi katika ardhi hizi, tena walikuwa na maisha inawezekana ya kweli high class. Martabatu sadisa, martaba ya sita, anasema anna salihina, hakika ya watu wema waliosifiwa ndani ya Qur'ani, yakhafuna min hubuti al-amali, wao huwa siku zote wanachukua tahadhari, wanaogopa kuporomosha matendo yao waliyofanya. Kumtaja mtu kwa ubaya aliyofanya kwa ajili ya kutahadharisha jamii sio kusengenya. Sisi kwenye miji yetu watu maalahaji wameshikwa, wamefumaniwa na wake za watu. Unaionaje? Yaani ametumia milioni zake 10 amekwenda hija kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, alafu anakuja kuporomosha matendo yake kwa mtu ambaye inawezekana hata kustanja hawezi. Hasa watu wema siku zote huwa wanatahadhari sana kuporomosha matendo yao. Yaani akifanya jambo lolote la kheri anataka aliengeyenge mpaka afe nalo. Na siri kubwa, ukifanya jambo ambalo unahakikisha kabisa kwamba hapa imevyote wapi, piga huwa, labda Allah tu mwenyewe ndo aamue kunifedhehi kwamba hili bwana nimefanya kwa ikhlasi lillah, muombe Allah upe mapema. Vipi, mbona mnafumbua sana macho ngumu? Yaani unaenda hija umerudi, kama kuna uwezekano wa dua huko utakayoomba, mwambie Allah, mimi nikifika nyumbani bwana, ikiwezekana mali zilizobaki zile warisi tu wanangu, mimi natosha hapa. Kinyume na hivyo, kheri umefanya juzi, leo umesiharibu, kesho unafanya hivi tena. Watu wanatumia mabilioni ya pesa, alafu wanaenda kuharibu matendo waliyofanya kwa shilingi 500, 1000. Hasa unafikiri hata huyo tunayemtaja huko kwetu ambaye kafumaniwa na mke wa mtu ametumia zaidi ya milioni 9, 10 kwenda hivi, huyo mwanamke nadhani hata milioni alimpa, hata 200,000 alimpa. Nyinyi mnafahamu katika hali ya kawaida mke wa mtu hata 200,000 unaweza kumpa. Kwa hiyo anaporomosha matendo aliyoyajenga kwa milioni zaidi ya 10, anaenda kuporomosha matendo yake kwa kitendo ambacho huenda gharama yake ni shilingi 2,000. Sijui akili, sijui gunia la misumari, mimi sijui. Kwa anna والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
Ikiwa naendelea na nadwa yetu hii al-ilmia, hisa tuliyokuwa nayo wakati huu ni hisa ya aqida wa tauhid. Nayo tatumia risala ya al-allama Shaykhul Islami Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, kwa risala ambayo huwa inafahamika wajibu al-abdi idha amarahu Allah bi amri. Hii ndio risala ambayo tutakayokuwa tunaishi nayo kwa muda huu mfupi insha Allah tabaraka wa taala. Muallif wa risala hii maarufu ladaikum, maarufu sana kwa nyinyi, hasa haifichikani taarifu yake kwa mtu yeyote ambaye anayejinasibisha na manhaji ya Ahlusunna wal Jamaa, khasatan litalib al-ilm. Muallif rahimahullah ta'ala kwa tarjama yake fupi anaitwa Abu Abdullah Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Amma kuzaliwa kwake Sheikh huyu imamu da'wa alizaliwa mwaka 1115 Hijiria, mwaka 1115 Hijiria, ikiwa inawafikiana sawasawa na mwaka